Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania imekitaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujieleza kwa nini usajili wake usisimamishwe au isitoze faini kufuatia mfululizo wa kauli za matusi, kashfa na uchochezi zinazodaiwa kutolewa na viongozi wake wakuu katika mikutano ya hadhara. Katika barua rasmi iliyotumwa na Katibu Mkuu wa Chadema tarehe 26 Mei 2026 na kusainiwa na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza kwa niaba ya msajili, chama hicho kimepewa hadi tarehe 8 Juni 2026 saa 9:30 alasiri kuwasilisha utetezi wake kabla ya kuchukuliwa kwa hatua kali za kisheria. Barua hiyo imeandika ushahidi wa video za matukio matatu tofauti zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwahusisha wajumbe wa kamati kuu na wenye viti wa kanda wa chama hicho. Msajili amemnukuu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi almaarufu kwa jina la Sugu akitamka maneno ya dhihaka na matusi dhidi ya wanasiasa wenzake katika mkutano wa hadhara kwa kusema kauli hiyo imetajwa kukiuka kifungu cha 9 kwenye mabano 2 na kifungu cha 19 kwenye mabano 2 kwenye mabano F vya sheria ya vyama vya siasa. Kwa upande wake, Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Taifa, anadaiwa kutoa maneno ya kejeli na kashfa dhidi ya viongozi wa serikali jukwani kwa kusema hamtaki kusemwa, achia madaraka, rudi kwa mke wako, kae na mke wako. Msajili amebainisha kuwa kauli hizo ni kiukaji mkubwa wa sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 toleo la 2023 pamoja na kanuni za kuratibu mikutano ya hadhara ya mwaka 2023. Isipowasilisha utetezi wa kuridhisha chini ya marekebisho ya sheria namba 3 ya mwaka 2024, Chadema itasimamisha usajili au itatozwa faini kwa mujibu wa sheria au kufungiwa kufanya mikutano ya hadhara. Ofisi ya msajili imehitimishwa kwa kukitaka chama hicho kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Naitwa Sisti Nyahoza, ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Nilikuwa naomba kutumia fursa hii kutoa ufafanuzi kuhusu masuala yanayoendelea katika mitandao yanayohusiana na barua ambayo tumewaandikia Chadema tarehe 26 Mei mwaka huu. Ni kweli kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tumeandika barua kwa Chadema tarehe 26 Mei mwaka huu kuwataka wawasilishe maelezo kuhusu ukiukaji wa sheria ambao tumeona umefanywa na viongozi wao, ikiwemo Mheshimiwa Joseph Mbilinyi kwa maneno aliyoongea jukwani ambayo ni maneno ya matusi na dhihaka. Kuna watu wamekuwa wakisema kwamba sisi kuandikia barua Chadema tarehe 26 Mei inakiuka amri ya mahakama ambayo imetoa kwamba kutuzuia tusichukue hatua dhidi ya Chadema kutokana na barua tuliowaandikia tarehe 7 Mei mwaka huu. Tunaomba kutoa ufafanuzi kwamba haya ni matukio mawili tofauti. Tarehe 7 Mei tuliwaandikia barua Chadema kwa ukiukaji wa sheria ambao ulifanywa kwa maelezo ambayo tuliyatoa katika ile barua. Wao wakaenda mahakamani, mahakama ikazuia tusifanye jambo lolote hadi pale tutakapo sikilizwa kule mahakamani. Kwa hiyo zuio la mahakama linahusu barua yetu ya tarehe 7 Mei na halijazuia kwamba sisi tusifanye kazi yetu katika kusimamia sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo sisi tunaendelea na kazi yetu, na ndio maana tumewaandikia barua nyingine tarehe 26 Mei pale tulipoona kwamba kuna ukiukaji wa sheria. Kwa hiyo zuio la mahakama lile la tarehe 7 Mei halihusiani na barua tarehe 26. Labda kwa ufafanuzi rahisi tu ni kwamba ni mfano ni kwamba kama vile mtu unamiliki duka alafu unamiliki shule. Kuna mtu unamdai pale dukani kwako amekopa na kule shuleni hajalipa ada ya mwanae. Sasa akienda mahakamani kuzuia usimdai deni la dukani, haina maana usimdai na ada kule ya mwanae. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tunapenda Watanzania waelewe hivyo na watu support katika kusimamia sheria ya vyama vya siasa, kwa sababu tunaamini kabisa na ndivyo inavyopaswa kuwa kwamba vyama vya siasa vinapaswa kufanya shughuli zake kwa busara, hekima na kuzingatia sheria ili kuwe na kufanyike siasa za kistaarabu, watu wajenge hoja na sio kutukanana matusi jukwani. Baada ya kusema hao, nawashukuru sana na nashukuru sana kwa support yenu, na mtusaidie kuwaelimisha viongozi wa vyama vya siasa. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.